Leo naona hiyo content ya workshop ambayo bosi alikuja na dada yake, dada yake mjeuri, ambaye yani ujeuri wake huko waziwazi, mmeuona. Naona watu wengi sana mmeshambulia hiyo, mmeshambulia kabisa kuonyesha kwamba huyu dada hana tabia nzuri, sio dada mwenye maadili, na sisi ndio tunayowafundisha. Na hapa nataka nikazie wadada ambao mnahitaji hizi fursa kwa ajili ya kukua, mnahitaji hizi fursa kwa ajili ya kutafuta mitaji, mnahitaji hizi fursa ili muweze kutoka kwenye lindi la umaskini, muondoke kwenye mnyororo wa umaskini, muweze kujijenga, muwe mnaangalia kitu ambacho waajiri wanakihitaji. Nyinyi mnachohitaji ni pesa, period. Wadada wote mnachohitaji ni pesa. Mtu anayetafuta kazi anachotafuta ni hela. Sisi hatuta support wala hatutakuwa upande wa dada ambaye analeta ujeuri, dada ambaye ni mvivu, dada ambaye hataki kufanya kazi zake vile inavyotakiwa. Tuko hapa kwa ajili ya kuwaonyesha njia. Especially mimi ambaye nilishapita kwenye kazi za ndani, ninajua, nina uzoefu. Ninachowafundisha sio bla bla. Ninawafundisha kwa mifano, ninawafundisha kupitia yani experience. Sasa mwalimu mzuri, experience ni mwalimu mzuri sana. Mtu anakuelekeza, yani wanasema kipofu hawezi kumwelekeza kipofu mwenzake. Wadada ambao nyinyi mnakuwa tu na kazi yenu ni kulalamika wenyewe kwa wenyewe, hamwezi kuongozana, kwa sababu nyinyi ndio mko kwenye hiyo hatua. Lazima muongozwe na mtu ambaye alishavuka hiyo hatua, awaelekeze namna ya kwenda vizuri ili muweze kufanikiwa. Kwa hiyo tunazidi kuwaletea mifano, ipo mizuri na mibaya. Mizuri mnaiona, wadada wanaomaliza mikataba yao, mabosi wao wanawasifu sana kwa tabia njema, tabia nzuri, maadili mazuri, uchapakazi. Wanamaliza mikataba yao vizuri na wanaachana vizuri na mabosi wao, na mimi na uhakika kabisa Mungu atawafungulia baraka. Lakini wale ambao mnaondolewa kazini kwa sababu za uzembe, kwa sababu za uvivu, kwa sababu za utovu wa nidhamu. Na mimi nasema nidhamu, kwa mfano kwenye huu mwongozo wetu nzuri ndio kigezo cha kukuweka wewe kazini. Kwa nini huyu bosi alinyoosha mikono akamrudisha? Tena na wengine hapa wanasema yani huyu bosi ni mvumilivu kweli kweli. Yani mwingine anasema mimi nisingeweza ningemrudisha haraka sana. Of course na sisi wenyewe tunawaambia kwamba usimvumilie. Yani huwezi kulipa dada hela zote unazolipa alafu eti umvumilie. Hapana, hiyo sio kwetu. Yani kwetu upuuzi hatuvumilii, na ndio maana tunashare content zetu ili tuweze kuonyesha ushahidi wa yale tunayoyasema. Kwa hiyo nilitaka niseme tu kwamba tunayoyasema, tunayoyahubiri, tunayoyafundisha, tunayoyaelekeza ndio tunayoyasimamia. Content zetu zote chanya na hasi zinalenga kuelimisha. Zote zile za wale ambao wamefanya vizuri zinaelimisha kwamba ukifanya vizuri unafanikiwa, ukifanya vizuri utapiga hatua. Kwa wale wanaoharibu, kwa wale wanaofanya vibaya, na zenyewe zinawafundisha kwamba usiponyooka, ukiwa na kona, ukiwa na ujeuri, yani njia yake ni fupi, uendi popote, kwa sababu wanarudishwa hawakai. Kama ujeuri ungekuwa unalipa, mngekuwa mnabaki kazini, lakini mabosi wenu wanashindwa kuvumilia matabia yenu. Kwa hiyo hata kama wewe ni mjuzi wa kazi, unajua kufanya kazi vizuri lakini bado mtu atakuondoa nyumbani kwake na uzuri wako wa kufanya kazi. Si unajua kufua, unajua kupika, unajua sijui kudeki, sijui kufanya nini, mtu atakuondoa kama una matabia mabovu. Sasa sisi tumeweza kuwawekea mwongozo wa utafiti wa miaka zaidi ya 15 ambao sisi tumefanya huu mradi wa Wadada Center. Tumewasikiliza mabosi miaka yote hiyo. Ndicho tulichowekea huku. Ukiangalia hizi changamoto zote ni vitu ambavyo huku tayari tumeweka. Kwamba namna gani uwe na nidhamu kazini, jinsi gani ya kuenenda unapoishi na watu ili uweze kufanikiwa. Na sisi tena tunasema kama unataka kulipwa zaidi, basi kuna tabia lazima uwe nazo, maadili lazima uwe nayo, pamoja sasa na sifa ya uchapakazi. Sifa yako ya uchapakazi ije itangulie, yani iwe nyuma ya maadili.
maadili mazuri yawe mbele, tabia njema iwe mbele, alafu sasa uchapakazi ndio ufuatie. Lakini ukitanguliza uchapakazi wako, eti najua kupika, najua kufua, naangalia watoto, alafu unakuwa ni mtu mwenye nidhamu mbovu, hukai, hutoboi, haukai na hautoboi, na ushahidi ndio huo mnaouona, na bado mtaendelea kuona. Wapo wasichana wengi ambao nidhamu inawaangusha sana. Of course wengine ni vyote, yaani kama sio nidhamu unakuta ni nidhamu pamoja na uvivu, yaani vyote viwili vinamwangusha. Sio mfanyaji wa kazi na bado nidhamu yake mbovu. Okay, lakini kuna wadada ambao sio wafanyaji kazi wazuri sana, lakini wana heshima, wana adabu, wana nidhamu nzuri. Huwezi kuamini hao wadada huwa wanavumilika. Watu wanaweza kuafodi kuwavumilia, wanakaa nao siku zinaenda, wengine mpaka wanamaliza mikataba. Jinsi ambavyo nidhamu sisi tunaiita, kwenye hii tumeandika tabia za dhahabu. Tumeita nidhamu tabia za dhahabu, kwa jinsi ambavyo imagine ukiwa unajua kufanya kazi vizuri sana, lakini nidhamu yako mbovu, unatolewa kazini. Lakini ukiwa haufanyi kazi vizuri sana, ila una tabia nzuri sana, tabia zako za unyenyekevu, za yani heshima, watu wanakuvumilia. We huoni kama nidhamu iko juu sana hiyo? Yani ni kitu adimu. Na hapa tunasema kupitia huu mwongozo tunasema hatuwezi kuzungumzia nidhamu bila kusema msingi au misingi yani imara ya hizi nidhamu, hizi tabia nzuri za unyenyekevu, za upendo, za usikivu. Hizi zote msingi wake ni neno la Mungu. Hatuwezi kutoka hapo. Yani tukisema eti uwe tu na tabia ambazo ziko nje, yani ziwe tu nidhamu nzuri nje ya neno la Mungu, tutakuwa tunadanganyana. Kwa hiyo huku tumeweza kuweka mwongozo vizuri kabisa kwa wale wasichana, wadada ambao sasa watakuwa wanataka kujiboresha, wanataka kufanya kazi kwa viwango, wanataka kupandisha hadhi zao, thamani zao, waweze kulipwa vizuri. Wanaweza wakaamua sasa kufanya kazi kwa kutafuta maarifa na sio kujifanyia tu kiolela au kienyeji. Haya, kwa hiyo nafikiri tutaendelea kushare content, maana ziko nyingi na zitaendelea kuwepo nyingi kwa lengo la kujifunza. Lakini pamoja na hayo tunaendelea kushare pia na fursa tulizonazo. Fursa zetu, nafikiri sijui kwa nini hapa watu wanasemaga hatuoni matangazo. Huaga sielewi. Lakini tunaweka sana matangazo. Yaani sijajua nyinyi mnashindwa kuyasoma au ni nini. Lakini tuna matangazo ambayo tumeyaweka. Kwanza nashukuru kwa kunisalimia. Yaani hebu ngoja kwanza nipitie haya matangazo, nitoe na maelekezo ya maswali ambayo nimeyaona. Baada ya hapo nisome message. Lakini kwa sasa hivi, hasa kwa wale ambao wanaulizia kazi sana, ndio sasa utege sikio lako. Manake nimefungua kwanza kwa kuzungumzia hiyo content ya leo ambayo tulikuwa kwenye workshop. Bosi akaja na dada yake mjeuri ambaye yeye anafikiri ujeuri utamlipa, lakini mkataba wake umevunjika kwa uzembe wake, na dhamana ambazo ni ile mishahara ya mwanzo ambayo tunasema hii ni kwa ajili ya dhamana ya huu mkataba, kwa sababu sisi tunavyowaandaa hapa hawalipi gharama, lakini ni gharama kubwa tunatumia. Nyinyi wenyewe ni mashahidi. Kazi tunayoifanya hapa jamani, hiyo kazi iwe tu ni ya bure. Kwa hiyo sisi tuliwawekea kwamba watalipa muda ambao watakaa kazini mwaka mzima. Kinyume na hapo, inabidi sasa aingie kwenye gharama. Ndio maana tunamwambia lazima aweke bondi ya mshahara wake kushikilia huo mkataba mwaka mzima. Akimaliza mwaka anapewa hela yake. Hakumaliza mwaka, kwa kweli hatuna muda wa kupoteza na mtu ambaye hajitambui, hathamini muda wa watu, kwa sababu mtu unapokuja hapa kituoni kwetu sisi wote tukuhudumie wewe, tukuelekeze, tukutreni, tukuhudumie. Halafu uende ukafanya ujinga huko, halafu iwe tu yani hujapata penalty yoyote, hicho kitu hakipo. Hata kwa Mungu mwenyewe ziko penalty. Ukifanya dhambi kuna penalty ambazo unaweza hutabarikiwa. Mungu hawezi kumpa baraka mtu ambaye anaenda kinyume na misingi yake na kanuni zake. Kwa hiyo kila kitu ni penalty.
Kwa hiyo hata sisi tumeweka, unataka kufanya kazi na sisi ujue kabisa ufuate taratibu zetu, au usipozifuata kuna penalty utaipata. Hiyo haina mjadala na haina longolongo. Sisi tunatumia sana hivi vipindi kuelimisha na kuonyesha transparent. Hatutaki kabisa mambo ya huko sijui kimepanda. Yaani ukifanya vizuri tunafanya kipindi cha kukupongeza, ukifanya vibaya tunafanya kipindi cha kukuonya na kukuonyesha makosa yako ambayo yamepelekea uweze kupata hiyo penalty. Kama ni kukosa dhamana yako ambayo itapelekea bosi wako dada mwingine, itamwandalia dada mwingine, kwa sababu hapa lazima dada tumwandae. Na tunamwandaa vipi? Kwa michakato unayoiona, training tunazofanya wakiwa hapa, kukaa nao, kuassess. Hiyo yote ni kazi na sio kazi ndogo. In fact hata sio kwamba hela tunayopata ni hela, bado kabisa. Yani tunasema huu mradi ndio kwanza unaanza. Kwa hiyo ujinga tu, ni mipumbavu, ni mijinga. Mimi sidili na ujinga please. Upumbavu sidili nao, na dili na vitu vinavyobadilisha maisha ya watu. Unataka ajira, unataka kazi, unataka mfanyakazi, kuchange maisha ya watu. Upumbavu, ujinga, peleka huko nyumbani kwenu ambako ulishindwa kulelewa vizuri. Pumbavu kabisa. Haya, wale ambao mnaulizia kazi, kuna hii kazi ya female accountant na customer service na consultant. Utaenda usome vizuri, lakini hii kazi ipo. Hii kazi iko Tabata, ni kazi ya kutwa ya kwenda na kurudi, mshahara wake ni 500,000. Kwa hiyo unapopita kwenye posti zetu, angalia kwa umakini, wewe ambaye unatafuta kazi na una hivi vigezo, okay? Kwa hiyo requirements za hii kazi, unatakiwa uwe na customer service, uwe na huo ujuzi wa customer service na cashier experience. Lakini pia unatakiwa uwe na accounting skills, THL accounting. Nafikiri ni program ambayo unatakiwa uwe unajua kuitumia. Alafu uwe na basic maths na computer skills. Okay? Lakini kingine uwe ni mwaminifu na mwadilifu, ambacho hichi ndio kitu kikubwa kabisa kinachowaangusha watu. Uadilifu na uaminifu, na watu ambao wana sifa hizi, lakini unapokuja kwenye swala la uadilifu na uaminifu ni shida. Unakuta mtu anakabidhiwa ofisi kama hivyo, mara hela zinaanza kupotea, hazionekani. Tamaa tu zinawaangusha watu wengi sana. Ishu ya maadili, yaani maadili ni kipengele. Kuna fursa nyingine, hii ni ya dada wa kutwa, location ni Mikocheni, analipwa 200,000 kwa mwezi. Okay? Na huyu ni dada ambaye vigezo vyake awe tu na uzoefu wa kawaida wa kazi za ndani, malezi ya watoto, mtu ambaye alishalea, sio kwa professional, hapana. Yaani wewe tu ni mtu ambaye hata nyumbani kwenu ulishalea watoto, kwa hiyo ni mtu ambaye unaweza kufanya yale malezi basic. Uwe pia ni mtu ambaye una mapishi na usafi, yaani dada ambaye ni wakazi wa kawaida, mwenye upendo kwa watoto. Hilo swala halihitaji shule, ni swala la maadili, upendo, kwa sababu tunaelekezwa na Mwenyezi Mungu kwamba tuwe na upendo, tuwapende watu kama tunavyojipenda sisi. Kwa swala la upendo wala halihitaji shule, ni swala ambalo linahitaji mtu mwenye hofu ya Mungu, awe msafi, awe mwaminifu. Uaminifu ni jambo lile tena. Hii kazi ni ya kutwa, kwa hiyo uaminifu hapa, wadada wa kutwa wanalalamikiwa sana kwa kuwa wadokozi. Yaani we kila siku una kitu unaondoka nacho, unachukua kwa bosi wako, hujapewa, yaani umeiba. Yani kwa kifupi, utachota vitu, kama ni mchele, kama ni vyakula, unaondoka navyo. Kama ni vinguo, kama ni vya watoto, na wewe sijui kwenu huko una watoto. Hizo tabia zote ni tabia ambazo ni za kimaskini, hautafanikiwa, yaani huwezi kupata baraka. Kwa hiyo ndio maana pointi ya uaminifu ni kubwa sana 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 kwenye hizi kazi. Kwa hiyo kuna hiyo nafasi ya 200,000 itamfaa dada ambaye anaishi maeneo ya jirani, maeneo ambayo upandi magari mawili, let's say labda Kinondoni hapo, maana kazi yenyewe iko Mikocheni B. Kwa hiyo kama huko maeneo ya karibu ni kazi ambayo inaweza ikakupa hatua, kwa sababu kuna wadada wengi ambao hamna vigezo vile vya professional. Tunapotangaza hapa kazi za professional, hauna kigezo, hujasomea chochote, sio malezi, sio mapishi, sio usafi, huna taaluma yoyote, na ni dada ambaye huwezi hata kwenda kukaa kwa bosi. Kuna wale wadada ambao walishakimbiliaga majukumu, mmezaa, mna watoto,
mmepanga sijui chumba chenu huko. Kwa hiyo kazi kama hii sio mbaya, unaweza ukaanza nayo ukakusanya ukapata kamtaji ukaenda kufanya biashara. Kwa hiyo kama huko maeneo ya karibu na Mikocheni B, hiyo Kinondoni, yani sehemu ambayo hutoki mbali sana, unaweza ukaichangamkia hii fursa. Ni kazi ya kutwa, kazi ya nyumbani, dada wa kawaida, sio dada wa maajabu. Okay, tuna opportunity nyingine ya professional dada wa malezi ya mtoto mwenye mahitaji maalum. Sasa hii ni ya laki5. Uwe vigezo vyake, uwe na uzoefu wa malezi ya watoto wenye mahitaji maalum, alafu uwe na elimu ya malezi ya watoto, ujue Kiingereza, msafi, mwaminifu. Sawa. Hii mshahara wake ni laki5, ni hela nzuri kabisa. Laki5 unakula kwa bosi, unalala kwa bosi, na hii kazi ni ya kukaa. Hii sio ya kutwa, hii ni ya kuishi kwa bosi. Mshahara ni laki5. Cha muhimu tu uwe ni mtu ambaye una uzoefu wa malezi ya watoto wenye mahitaji maalum. Maana sio tu watoto wadogo, huyu bosi ana mtoto ambaye ana mahitaji maalum. Awe na elimu ya malezi ya watoto, lazima uwe umesomea elimu ya malezi ya watoto pia. Uwe na unajua Kiingereza, alafu uwe msafi. Kikubwa zaidi ya vyote uwe mwaminifu. Uaminifu jamani, yaani uaminifu mimi nakwambia ndio lango la mafanikio. Uaminifu ndio lango la mafanikio yako, lakini hiyo ndio changamoto tunayoipata kwa watu wengi kutokana na malezi na makuzi waliolelewa. Uaminifu inakuwa ni changamoto, na hicho ndio mabosi wengi wanachokitaka sana. Mabosi wanataka watu ambao wanaweza kuwaamini, na mimi naelewa. Hata mimi mwenyewe nataka mtu ambaye nitamwamini. Na hii hata kwenye mahusiano mengi yana struggle kwa sababu ya uaminifu. Yaani ukishakaa na mtu ambaye hakupi amani ya moyo na unajua ni mtu wa kukupiga matukio, hauwezi kuwa na furaha, huwezi kuwa na amani. Unaweza ukaendelea kuwa kwenye hayo mahusiano kwa sababu tumelazimishwa, wanawake, kutokana na mila na tamaduni zetu, tumelazimishwa kuishi na watu ambao sio waaminifu, sio waadilifu kwenye agano la ndoa, lakini jamii imeifanya kama hicho ni kitu cha kawaida, lakini sio kitu cha kawaida. Kibiblia sio kitu cha kawaida. Na hiyo ndoa haiwezi kuwa na amani, haiwezi kuwa na furaha kwa sababu hakuna hiyo uaminifu na uadilifu. So hata kwenye maisha ya kawaida mtu hawezi kuishi na wewe kwenye nyumba yake wakati anakujua wewe ni mwizi, ni muongo. Yaani hawezi hata siku moja. Ndio maana hawa wanaohitaji wafanyakazi wa nyumbani, yani kitu cha kwanza wanachokitafuta ni uaminifu katika familia. Okay? Wewe usinipangie, unaongea sana, soma comment. Wewe umekuja hapa, sikiliza ninachosema. Nimekuja hapa kwa ajili ya wale ambao nawaona kwenye page yangu wanauliza maswali kwenye DM, kwenye comment. Sina muda wa kujibu kila mtu wakati huo. Kwa hiyo nimekuja hapa, hawa wanaoomba kazi kila saa, kazi zimekaa hapa, nimekuja niwasomee na hayo matangazo, waende wakaangalie vizuri, wafate utaratibu. Sasa wewe usije hapa unipangie. Yaani nyie ndio nao wafundisha, mnaenda kwa mabosi huko, mnataka kufanya kazi mnavyotaka nyie. Umekuja kwenye peji yangu, usinipangie cha kufanya. Wewe sikiliza, unaona hakina maana, akikufaidishi sepa, nenda. Sijamuita mtu yoyote. Mtu yuko hapa kwa sababu anajua anachofaidika na hii peji. Na mimi nasema hivyo kwa confidence, na ndicho ninachowaambia wadada. Wewe ukienda kwa bosi wako ukijua kabisa atafaidika na uwepo wako nyumbani kwake, hawezi kugeuza. Hapa kuna watu hawawezi kuacha kuja kwenye hii page kwa sababu wanapata nayo faida. Mabosi sisi tunawahangaikia, yani tunahakikisha wadada tunaowapa wanakwenda kufanyika baraka kwenye familia zao. Hicho kitu ndio mabosi wanakitafuta. Kwa hiyo piga huyo garagaza, atakuja tu kwa sababu anajua sisi tumejitoa mwanga kuhakikisha. Na ndio maana hawa wadada tunawanyoosha kwenye vipindi vyetu hapa. Kwa nini? Kwa sababu tunajenga trust. Kwa hiyo wewe utakuja. Sasa wewe unaona ninachofanya hapa ni cha kipumbavu, ondoka. Unataka kulazimisha? Mbona mnapenda kulazimisha maisha ya watu wengine yafanane na ya kwako? Mjinga nini? Mimi sipendagi upumbavu kabisa. Siletee ujinga mimi hapa. Kampangie sijui mkeo sijui nani ndani nyumbani kwako huko, sio hapa kwenye peji yangu. Peleka upumbavu huko. Haya. Kwa wale ambao mnaona tija na nasema tuendelee jamani. Haya.
So kuna hizo fursa. Kuna fursa ya dada wa kutwa nyingine. Huyu wa kutwa ni wa 300,000. Hii kazi iko Upanga. Okay? Kwa hiyo inahitaji, vigezo ni nini? Ujuzi wa mapishi, usafi na malezi, awe msafi, awe mwaminifu, aweze kujiongoza na kujiongeza. Hii ni level ya smart, lakini ni ya kutwa. Wadada wanaokujaga hapa huwa nawaambia kwamba hatuna nafasi za kutwa nyingi kama hapa, yani nafasi za kutwa ni hiyo ya 200,000 ya Mikocheni, ambayo tumesema ni dada wa kawaida tu, almost ni kama traditional dada, lakini ambaye nyumbani kwao wana yani ameshalea watoto, ameshajua anapika. Tumelelewa tunapika anyway kwenye familia zetu, kwa hiyo sio kwamba eti hawezi kupika. Kuna dada ambaye amelelewa hawezi kupika, ila ni upishi ule wa kawaida. Okay, sasa huyu ni smart dada wa 300,000 na yenyewe ni kazi ya kutwa. Kwa hiyo hizi ni kazi mbili ambazo wadada wengi mnaokujaga hapa mnalilia kazi za kutwa, tunawaambia jamani, kazi za kutwa hakuna. Kwa hiyo zikitokea hizi chache, changamkia fursa, na uwezi kujua hii unayoiona inaweza ikakufungulia njia. Usiangalie tu mshahara wenyewe 200,000. 200,000 huna sasa hivi, huna chochote. Bora hata unavyoweza kutoka asubuhi ukaenda ukafanya kazi, huwezi kujua utakayekutana naye, huwezi kujua utakavyoonyesha ubora wako. Ndio maana nikamwambia mnataka kulipa zaidi, hizi siri zilizoko huku. Unaweza ukaanza kama dada wa 200,000, lakini ukiapply haya tuliokuwekea huku, huu mwongozo tuliokuwekea, ukashangaa wewe unakuwa dada wa 500,000, na inawezekana kabisa. Cha muhimu ni wewe kuwa tayari kujifunza na kujua zile mbinu na siri za mabosi wanazozitaka, kama ambavyo mimi ni hapa Wadada Center tunajua mbinu za wadada. Mnataka hela nyingi, si ndio? Mabosi wanataka watu ambao ni wanyenyekevu, ni watu wenye adabu, ni watu wenye maadili, ni watu wenye kuchapa kazi. Wote hao tunawajulia. Tunahakikisha bosi tunampatia dada ambaye kweli ana uwezo wa kuchapa kazi zake vizuri. Analipa vizuri, kwa sababu mshahara wa 1,500,000 wengi hapa, asilimia kubwa hawa hata yani mko hapa 1,500,000, hakuna mtu analipa dada yake 1,500,000 huko, na uhakika huo. Kwa hiyo kuanzia tu bosi ambaye ana uwezo wa kulipa dada 1,500,000, huyo mtu ni mtu ambaye ana standard yake ya maisha. Kwa hiyo anachotaka ni kufanyiwa kazi zake vizuri. Kuna hao wanaolipa 300,000. Sasa huyo ndio kabisa. Kuna hao wanaenda mpaka 500,000. Jamani, sisi hatuchukulii hiyo fursa kama ni kitu kidogo. Tunakichukua kwa umuhimu, na tunashukuru kwamba tumeweza kupiga hatua, kwa sababu Wadada Center ilivyoanza ilikuwa ni kutoa tu wadada wa 100,000. Namshukuru Mungu sana, mume wangu alivyokuja akaongeza, na ndio maana Biblia inasema 2 ni bora kuliko 1. Baada ya kuja mume wangu akaboresha mradi wetu, ukakaa katika mfumo mzuri. Sasa hivi ndio unaona una hizo professional, traditional na processes zilizonyooka, yani kama rula. Namshukuru Mungu kwa hilo. Kwa hiyo kuna hatua kubwa sana ambayo tumeipiga sana. Yeah. So, ukichukua hii fursa ambayo unaweza ukawa kwa sasa unaitazama, unaona mbona mshahara mdogo? Mshahara mdogo, wewe una ujuzi gani? Wengi ambao mnalialia kwamba mishahara ni midogo, wewe mwenyewe ujuzi huna. Yaani hapa kuna feedback ambazo zinarudi, mtu umempa kazi ya 300,000, ujinga anaoenda kufanya, uzembe anaoenda kufanya, utovu wa nidhamu anaoenda kufanya. Alafu ni mtu alikuwa anataka hela, anajiona yeye ni smart, ni wa 300,000, au anajiona ni professional. Jamani, professional sio wewe tu muonekano wako. No, professional ni value unayoitoa. That is your professional. Watu wanalipa value unayoitoa, sio sura yako, sio uwepo wako katika nyumba ya mtu. No, value unayoitoa. Okay? Yeah, okay. So tuna fursa nyingine. Hii tangazo lake bado? Hili? Okay. Ile mbona sijaliona? Naomba ulitume tena. Nitumie tena. Yeah, kuna kazi nyingine ya home nursing ya Morogoro ambayo ina mshahara wa 500,000, na hii ni ya kuishi pia. Kwa hiyo kwa wale ambao pia mmesoma unesi na hamjapata hizo ajira za serikali, tunawapata manesi ambao wako. Kuna manesi wako makazini, kuna manesi huwa wanakuja hapa kwa ajili ya hizi fursa. Okay? Kwa hiyo pia unaweza
ukaja ukapata hizi fursa, unakaa kwa bosi, unakula kwa bosi, huna bili yoyote, mshahara wa 500 maidia, hiyo sio hela ndogo hata siku moja, sio ndogo. Kwa hiyo kama we ni nesi ambaye uko tayari, ni wa kike Akila, hii ni jenda, ni nesi wa kike anayehitajika, ambaye awe na leseni jamani. Nafikiri tangazo hili nitaliposti nikimaliza kwenye live hapa, tutaliweka ili uweze kusoma vigezo vizuri. Lakini ni nesi mwanamke mwenye leseni, kazi iko Morogoro, mshahara ni wa 500,000. Okay, haya. Hii smart ya kutwa nimesema iko Upanga, nafikiri imeshaeleweka. Iko Upanga, inamhitaji smart dada anayeweza kujiongoza na kujiongeza, na mtu ambaye ni mwadilifu na mwaminifu. Hivyo ndio, yani hizo ndio core sifa za muhimu kabisa kwenye mradi wetu, ni uaminifu na uadilifu. Hivyo vingine tutafundishana, uchapakazi na nini tutafundisha, lakini nambari moja na kitu ambacho kinawaangusha watu sana ni uaminifu na uadilifu. Zile sifa nzuri, zile tabia njema, hizo ni watu wanaangushwa vibaya mno, vibaya sana. Yani naweza kusema kitu kilichowashikilia kwenye umaskini kikubwa ni maadili. Maadili ni shida, na ndio maana mabosi wengi sana kwa miaka yote, kila anapoagiza dada, anapotaka dada, sifa ya kwanza anakuambia nataka mwenye hofu ya Mungu, mwenye hofu ya Mungu. Na hiyo ndio ilinisukuma mimi kwenda shule kusoma hii hofu ya Mungu manake nini. Kwa hiyo ikabidi niende nikasome theolojia na nikaweza kuanalyze vizuri hizi sifa zinazotafutwa na waajiri. Ni sifa za kimungu, ni misingi ya maadili yanayojengwa kwenye neno la Mungu. Haya. Nyingine tuna professional dada wa usafi ambaye huyu naye analipwa 500,000. Professional wa usafi analipwa 500,000. Uwe tayari kupangwa kazi ya kwenda kuishi. Na mimi nasema hizi kazi za kwenda kuishi unaweza ukapelekwa mkoani, unaweza ukabaki Dar es Salaam. Cha muhimu kama wewe unakuja kama mwanajeshi. Mwanajeshi achagui kambi. Mwanajeshi anaingia jeshini, anaambiwa leo unaenda wapi? Sijui nje ya nchi huko, sijui wapi, yuko tayari. Okay? Kwa hiyo kuna hiyo professional ya usafi au housekeeper, wale watu ambao wamespecialize kwenye housekeeping. Okay? Hao hao ndio wanaokuwa wanahitajika kwa ajili ya, kuna watu ambao nyumba zao wanataka yani ziwe kama hotelini, zimepangwa vizuri, zimefanywa usafi vizuri, yani zimenyooka, na watu wako tayari kulipa. Kama huyu bosi yeye anahitaji mtu ambaye ni professional, atamlipa 500,000, lakini housekeeper. Alafu kuna nyingine ambayo hii ni ya hii ni ile professional dada wa mini supermarket, ambayo ni mini supermarket lakini ni liquor store, ambayo mshahara wake ni 500,000 kwa mwezi. Qualification lazima uwe ni mtu ambaye una sifa za kiuongozi, maanake unaweza kujiongoza na unaweza kufanya supervision, una hiyo supervision experience, alafu una supermarket experience, una liquor store experience, una computer skills, una teamwork skills, alafu ni mtu ambaye ni reliable. Haya jamani, jengeni skills hizo. Jenga skills, nenda ka volunteer, tafuta mahali volunteer, uangalie upate skills, kama ni za supermarket, kama ni za nini, ili vitu kama hivi yani watu wanapohitaji watu kama hawa, unakuwa rahisi, una hizo experience. Na hii mara nyingi unakuta watu wakimaliza chuo anakaa nyumbani alafu analalamika tu hakuna ajira. Kwa nini sasa ukimaliza chuo usitafute sehemu ya kujitolea? Ili yani watu wengi wanaokujaga interview, eneo la uzoefu experience wanapataga nalo shida sana. Lakini ukimuuliza umemaliza chuo lini, anaweza kuwa yuko nyumbani miaka labda 2-3. Lakini
ukweli ni kwamba ni uzembe na kuto kujiongeza, kwa sababu unapokuwa unasoma lazima pia utafute work experience mbalimbali. Ukipata moja ukakaa muda mrefu sawa, lakini ukipata tofauti tofauti, ili unapokuwa na CV yako ukakutana na matangazo kama haya ambayo yanakuambia uwe na experience hii ya leadership, ya supervision, unakuwa ni kitu ambacho yani unakuwa ni kitu ambacho tayari unacho. Sasa wengi wanabaki tu na cheti, anakuja kwenye interview alichonacho ni cheti. Ukimuuliza una experience gani, hana. Siku zote ulikuwa wapi? Nilikuwa tu nyumbani. Au hata akikwambia alikuwa anafanya kazi au labda alikuwa kwenye biashara, atakwambia biashara ya nyumbani ambayo pia alikuwa haichukui serious. Nyie mnajua biashara za nyumbani watoto wengi huwa hawazifanyi yani ile serious ya kusema anapata experience. Okay, haya, so hayo ndio matangazo ambayo nafikiri nitayarudia kuyaweka, na namna ya kuyaomba matangazo yote haya. Ukiangalia hapo chini kabisa yameandikwa Sir Aaron, namba za simu. Kuna namba ya WhatsApp ambayo ni ya nje na kuna namba ya kawaida. Kwa hiyo ya WhatsApp utatuma WhatsApp na kawaida utatuma message kawaida. Alafu Akila kwenye nimeona, nilikuwa nataka kuambia mbona sioni kama watume message au wapige. Kabisa hapa chini kumeandikwa message only, lakini jamani kuna watu ni wanapiga simu hadi usiku wa manane. Huko ni kutokujitambua. Yaani unashindwa tu kufuata instruction au mwongozo au maelekezo ya tangazo. Wewe umeambiwa hapa message only, wewe tena ni usiku kucha unapiga simu. Kwa hiyo usipige simu, tuma message. Kwenye hiyo namba ya nje, hiyo ni WhatsApp, utatuma message kwenye WhatsApp, au ukiamua kutuma message ya kawaida tuma kwenye hii namba ya kawaida. Kwa hiyo haya matangazo niliyoyasema utatumia namba hizi zilizoko hapa kwenye tangazo kuomba hizo kazi, na utaitwa interview. Wengi hapa ni mashuhuda, ni mashahidi waliokuja interview, walituma tu message wakajibiwa, njoo interview njoo ofisini kwetu kwa ajili ya interview. Kwa hiyo matangazo haya kama nilivyoyarudia kusema na nitayaposti tena, yapo oni, karibuni. Ila tuna kazi nyingi zaidi, maana haya matangazo niliyotaja ni machache. Kuna kazi sasa zile za traditional dada, hizo hatuwekagi matangazo yake hapa. Huwa tunasema tu kwamba jamani, tuna traditional level ambayo ni 1,500,000. Bado hiyo ni hela nyingi sana na kwa kuwa ni hela nyingi, sisi tunajitahidi sana kufanya kazi hizi kiprofessional, na ndio maana tumekuja na mwongozo wa kuwasaidia kuwa professional. Hata kama ni dada traditional, uanze sasa mchakato wa kujiweka katika nafasi ya kulipwa zaidi. Yani usiwe ni dada traditional yule yule. Pata maarifa, anza kuimplement hayo maarifa unayopata, anza kufanya kazi kiprofessional. Ndani ya mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, unakuwa uko mbali. Niliwatolea mfano hapa wa dada Grace ambaye nilifanya naye content wiki iliyopita, sijui haina siku nyingi. Grace ambaye alikuja hapa akaanza kufanya kazi analipwa 1,500,000, lakini juzi mwaka wa 3 tunampeleka kwenye kazi ya 500,000. Inawezekana. Na mimi nasema hao ndio wadada ambao unataka kufanya nao kazi. Hao ndio wadada wanaotaka kukua. Kama Joyce Kiria, mimi nataka kukua na nimekuwa, nimepiga hatua. Naposema nilikuwa dada wa kazi za ndani, huwezi kulinganisha sasa hivi mimi na Joyce yule wa kazi za nyumbani. Kwa hiyo kama kuna hatua nimepiga, hata wewe unaweza kupiga hatua. Kwa hiyo ninataka kufanya kazi na wadada wanaotaka kukua, na ili uweze kukua my friend, lazima hapa pachaji, lazima ujifunze, lazima upate maarifa. Hata neno la Mungu linasema watu wangu wanaangamizwa kufanyaje? Kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo nitarejea nitaweka hayo matangazo kwa kama posti za kawaida, ambazo hata sasa ukirudi chini kwenye posti zangu bado hayo matangazo utayakuta, utayangalia kama una sifa na vigezo, then utaomba kupitia hizo namba nilizokuambia pale chini. Zimeandikwa message only, then tuma message kwenye hiyo WhatsApp, hiyo namba ya nje au hiyo namba ya kawaida, tuma message namba zote haziko WhatsApp. Hiyo namba ya nje ndio ina WhatsApp. Hiyo namba nyingine ya kawaida, hiyo ndio unatuma tu message yako ya kawaida. Then utaitwa interview, utakuja hapa utafanywa interview yako. Kama una sifa na vigezo, unapata kazi, unaenda kuanza hatua zako za mafanikio. Okay. So
Sasa hivi nilisema wakati naendelea ukiachana na yule aliyokuwa anataka kunivuruga, nilisema nitasoma message baadaye nikishakamilisha yale ambayo yamenileta hapa. Kwa hiyo kwa sasa hivi naweza sasa kusoma message kwa kama kuna maswali, okay? Na message ni message za tija, message ambazo zinalenga maono tulionayo, message ambazo zinalenga programu zetu ambazo nimeelezea kuhusu namna ya kupata kazi au kupata dada, taratibu zetu zikoje. Okay, nimeona message ya mtu anasemaje huyu? Utaratibu ukoje? Nipo mkoani. Haya, utaratibu ukoje huko mkoani? Okay, kwa dada ambaye uko mkoani unataka kazi, lazima uje kwenye kituo chetu, kwa sababu sisi hapa hatuunganishiani tu kazi juu kwa juu. Lazima uje kituoni ukiwa na utambulisho unaoeleweka, na usipokuja na utambulisho unaoeleweka hautapokelewa, kwa sababu moja ya kitu ambacho tunakizingatia sana ni swala la ulinzi na usalama kwa hawa waajiri. Kwa hiyo lazima tumpatie mtu ambaye sisi wenyewe tumejiridhisha huyu ni mtu ambaye ana utambulisho uliosimama unaoeleweka, na ndio maana tunasisitiza mawasiliano ya simu zetu za ofisi ili waambiwe ni vitu gani, huo utambulisho ambao unaeleweka ambao sisi tunauhitaji ili uingie kwenye mradi wetu ni utambulisho gani. Kwa hiyo wasiliana kwa namba zetu za simu. Sasa hizo ni zile namba ambazo ziko kwenye profile. Ni namba ambazo ziko kwenye profile. Nilikuwa natafuta namna ya kuandika namba hapa, sijajua bado, lakini nafikiri nitajua. Nikishajua nitakuwa naiweka hiyo namba hapa, kwamba hiyo namba sasa ni ya ofisini, sio namba ambazo ziko kwenye yale matangazo. Namba ya ofisini kwetu ambayo ina 77 nyingi iko kwenye profile zote, kuanzia Instagram, TikTok, Facebook, hata YouTube. Hiyo namba iko kule kwenye profile. Kwa hiyo ukipiga hiyo utapewa utaratibu. Hata ukituma message tu watakupigia simu na watakupa utaratibu mzima wa namna ya kujiunga na huduma yetu au hii programu yetu. And then unatoka huko uliko, mkoa huko ulipo, unatoka huko kwa gharama zako, unakuja mpaka kwenye kituo chetu. Utakapofika kwenye kituo chetu, hapo ndipo kituo chetu kitakupokea na kuanza kuingia gharama za kukuandaa, kukufanyia training mpaka utakapokuwa tayari tumejiridhisha kwamba sasa huyu mtu anaweza akaenda kazini. Hizo gharama zitakuwa ni juu ya kituo, sio za kwako, lakini kutoka unakotoka mpaka uje kituoni kwetu mpaka ufike, hizo ni gharama zako. Hiyo ni kwa wadada ambao wanataka kujiunga na sisi. Na kama una vigezo, kwa mfano wewe unajiona uko professional level au smart, umesoma taaluma nyingine mbalimbali, unakuja na kopi ya vyeti vyako kwa ajili ya kuambatanisha kwenye yani unakuja na hiyo CV yako. Kama umesoma malezi, mapishi, usafi, hakikisha unakuja na cheti chako. Kama umesoma taaluma nyingine yoyote, unajifikiria kwamba mimi naweza kuwa smart dada, then pia unakuja na hivyo. Haya, hiyo ni kwa ajili ya wadada wanaotaka, maana kuna mtu aliuliza kama uko mkoani utaratibu uoje. Kwa hiyo nimesema kwa upande wa dada. Kwa upande wa bosi, kama uko mkoani, unapiga simu, unapata utaratibu wetu wa kupata dada ambao ni wa mwaka mzima. Sisi tunatoa huduma ya mwaka, na ndani ya kipindi cha mwaka tunafanya follow up, tunafuatilia kuhakikisha kwamba wakati wowote dada atakapokuwa kwako anatoa huduma bora. Kwa hiyo hiyo ndio service yetu ambayo tunaitoa. Tunakupatia dada ambaye atakuja kutekeleza majukumu utakayotuambia ulio nayo. Tutakushauri kuhusiana na hayo majukumu, kwa sababu kuna wengine anakuwa ni mengi kutokana na uzoefu wetu. Kwa hiyo tunaweza tukakushauri labda uweke dada mmoja, uweke dada wawili, uweke dada huyu labda professional, uweke smart, au hata traditional anaweza kufaa kwa hayo majukumu. Kwa hiyo tutakupa consultation. Baada ya hapo utafanya uamuzi ni dada yupi unamtaka. Then sasa utachagua package. Tuna package ya express ambayo ni wiki moja, tuna package ya siku moja, masaa 24, tuna package ya wiki 8. Kwa hiyo utachagua uwezo wako uko wapi. Unaweza kulipia package ipi? Gharama za kusubiri wiki 8, gharama ya kusubiri wiki moja, au gharama ya kusubiri siku moja. Baada ya hapo utaambiwa huo utaratibu wa dada kuja huko mkoani ulipo. Kwa hiyo ukishaweza kukamilisha hizo taratibu zetu za huduma, maana gharama za huduma ni tofauti na za mshahara. Mshahara kama tulivyosema ni 1,500,000 kwa traditional, smart 300,000, professional 500,000. Gharama zetu za huduma ni tofauti, ni nje ya hizo. Okay? Kwa hiyo baada ya hapo utatumiwa dada kama utakuwa umeridhika na
utaratibu wetu, dada atafanyiwa utaratibu, mchakato wa kuweza kukufikia. Lakini ili uweze sasa kupata huduma, namba za simu ndio namba zetu rasmi. Namba zetu rasmi ni namba za simu ambazo ziko hapa kwenye profile yangu au kwenye profile ya Instagram au profile ya Facebook au profile ya YouTube. Okay? Haya. Nafikiri hilo ni uliyekuwa umeuliza swali la mkoani utakuwa umepata jibu. Huu ni muda wa kujibu maswali, kwa hiyo utaratibu, yani natoa hela kwanza kabla ya kupata dada, ndio unaweka oda ambayo utasubiri wiki 8 au wiki 1 au siku 1. Kwa hiyo unalipa kwanza, then ndio tutamwandaa dada. Na huo ndio utaratibu wetu miaka yote, miaka 15 sasa. Siku zote watu wanafanya oda, wanalipia, alafu ndio tunafanya mchakato wa kumwandalia dada, then dada anaenda. Kwa hiyo sio mpya. Hiyo ni nauli. Sijaelewa nini. Wiki 8, yes. Wiki 8 manake miezi 2. Wakenya hatuchukui maidia. Tunafanya kazi kwa sasa na Watanzania. Bado hatujakuwa na utaratibu wa kufanya kazi na watu kutoka nje ya Tanzania. For now tunadili na Watanzania ndani ya Tanzania. Kwa hiyo Wakenya hatuchukui. Mimi nahitaji kazi ya kwenda na kurudi. Nimeshatoa matangazo yake huko juu. Nilizungumzia fursa 2 zilizopo ambazo kama unaweza kuzichangamkia, na inategemea unakaa wapi. Kwa sababu kazi ya kwenda na kurudi inabidi pia upige hesabu. Unakuta mshahara ni 200,000, tuna 200,000 na 300,000. Sasa hapo kuna nauli, kwa hiyo lazima uwe karibu na hiyo kazi ilipo. Hata kama unapanda gari basi isiwe ni gari ya umbali mrefu. Kwa hiyo hilo tangazo la kazi za kutwa nimeshatoa, na nikasema kazi za kutwa ni chache sana. Ni chache mno. Hizo kazi yani ni sawa na hakuna. Kwa hiyo zikitokea hizo chache, kama unaweza kuchangamkia ya Upanga ya 300,000 yenyewe, ndio kuna vigezo ambavyo vinahitajika, ingawaje sio vya kazi za udereva. Madam zipo? Hapana. Kazi za udereva hapana, kwa hatuna. Hapa tunadili na kazi mostly kwenye nafasi nyingi tulizonazo ni kazi za nyumbani kwa wasichana ambazo zinahusu mapishi, malezi ya watoto na usafi. Kazi moja ambazo huwa zinakuja kupitia mradi wetu unaitwa Piga Kazi, unaajiri vijana maofisini. Hizo hatujapata mtu ambaye anataka tu dereva pase. Kulikuwa kuna kazi ya supermarket inamtaka kijana, lakini kijana ambaye ana uwezo wa kujiongoza na ana uwezo wa kumanage na ana uwezo pia wa kuendesha bodaboda na awe na leseni. Lakini kazi hiyo bodaboda na leseni yake ilikuwa ni kitu cha ziada. Kazi kubwa ya msingi ilikuwa ni kwenda kufanya kazi kwenye supermarket ambayo pia ni Lika, ni supermarket ya Lika. Store inauza pombe, mshahara wake ni 500,000, iko Mbeya. Lakini hiyo sasa udereva ilikuwa ni additional, ni kitu cha kuongezea, yani cha ziada, kama kigezo tu cha kupata hiyo kazi. Lakini kama ni dereva kama dereva, kwamba kuna watu ambao wanahitaji tuwatafutie vijana ambao ni madereva, hapana, hizo hatuna. Okay, sana, nashukuru sana. Mungu akubariki. Amina, na wewe pia kubariki. Nafikiri tuongeze dakika 4, ikifika saa 3:30 nimalize hapa. Miwa nakupenda. Nashukuru Josephine, asante.
nje ya nchi unaweza ukapata. Hapana, si hatudili na nje ya nchi, hatudili na nje ya nchi. Hatuchukui wafanyakazi ambao wanatoka nje ya Tanzania, wala hatupeleki wafanyakazi nje ya Tanzania. For now tunadili na Tanzania. Tanzania kuna fursa kubwa sana, kwa hiyo ndio tuna maximize kwanza. Tunahakikisha soko letu la Tanzania kwanza tumefanya mapinduzi, tumefanya mageuzi kwenye hii sekta ya kazi za nyumbani. Watu waache kuifanya kikawaida, watu waifanye hii kazi kama professional nyingine. Tuzichukue kwa umuhimu, tuzichukue kwa userious na tuweke yale maadili yani tufanye hii kazi kwa maadili yanayohitajika. Then tukishaweza kufanya hayo mapinduzi, ndio sasa tutaanza kufikiria hayo mengine. But for now kuna kazi kubwa sana ya kuhakikisha wadada wa kazi za ndani wanabadilisha fikra, wanatoa mchango mkubwa unaohitajika kwenye malezi. Sasa ndugu yangu wewe Nashi, sijui Nashi Joy, jana sikumaliza malalamishi yangu. Sasa malalamishi unamalizia hapa? Si jana nilikuelekeza? Jana si nilikuelekeza nikakwambia huyo dada kama unaye anakusumbua, hukumpata hapa kwenye TikTok, uliwasiliana na ofisi, namba zetu za ofisi, tunadili na mambo haya kiofisi. Nikakwambia chukua namba ulizonazo, wasiliana nasi, tuma hata message, useme dada yenu mlionipa ananisumbua. Na niliongea kwa kirefu kweli, tena kwa msisitizo na kwa kugombeza kabisa hao wadada ambao wanawasumbua mabosi ambao mko tayari kuwalipa hela nzuri lakini wanasumbua. Sasa ndugu yangu, leo unarudi tena hapa unasema jana sikumalizia malalamishi yangu. Si hatuko hapa kudili na malalamishi, tuko hapa kufanya kazi inayotakiwa kufanyika. Jana umeshasema dada anakusumbua, unatakiwa ubadilishiwe dada. Kwa hiyo nilikwambia wasiliana na sisi kwa njia ya simu. Maana tena inakuwa hii ni Uswahili sasa. Sisi hatudili na mambo ya Kiswahili. Sisi tunataka kufanya kazi. Tumekuletea dada anashindwa kudeliver, ni upumbavu wake, ni ujinga wake. Wasiliana na sisi ofisini tukubadilishie dada. Sikuwa online dada sinaye. Sasa mimi sielewi. Maana pale jana ulisema sijui dada yenu simtaki. Sasa sielewi. Naomba wasiliana na ofisi dada. Sijui ni dada, sijui ni saa, I don't know. But please kwa heshima na taadhima naomba tuwasiliane kiofisi. Hapa ni sehemu tu ya kuweka hizo awareness, na wale ambao wanazingua mnaona jinsi ambavyo sisi tunadili nao kwenye content zetu, kuonyesha ushahidi kwamba jamani sisi hapa tuna mean business. Hawa watu wanatoa hela zao, wanatakiwa hamna nimesemaje haya sorry Mswahili mie kazi njema hamna. Yaani jana nimekuelewesha vizuri sana, nikakwambia wasiliana na ofisi. Sasa ukirudi hapa tena jambo hilo la jana, si ndio unakuwa tena ni Uswahili? Ndugu yangu, jitahidi wasiliana na sisi kiofisi, tuyamalize, tutakuhudumia vizuri. Wasiliana kiofisi. Haya basi, nasi tupo huku, tunahitaji Watanzania, please, tunakuomba. Hapana ndugu yangu, huwezi kuhudumia dunia nzima. For now no, hatutaki kustress kwenda huko nje, hapana. For now tunataka kwanza tudili na hapa nyumbani, tupatengeneze kwanza nyumbani, maana nyumbani penyewe pamevurugwa. Kila bosi analalamika, wadada wa kazi wa siku hizi, wadada wa kazi wa... Sasa mimi nimeenda tena kusoma kabisa ili niweze kuwanyoosha vizuri kineno la Mungu, yani kikanuni za Mungu, kwamba lazima wafanye hizi kazi kwa uaminifu, wazifanye hizi kazi kama ibada, kwa sababu ndio maelekezo ya Mungu, kwamba wanapofanya kazi wafanye kana kwamba wanamfanyia Mungu, sio mwanadamu, ili waweze kuwa waaminifu na Mungu aweze kuwatoa kwenye hatua moja kwenda nyingine. So nataka kwanza nidili na ndugu zangu hapa nyumbani kwanza, alafu wakishaelewa hawa wakabadili fikra, huo ndio wito wangu kwanza nyumbani. Jamani, wanasema nani naanzia nyumbani, si ndio? Wanasemaga nini begins inaanzia na nyumbani. Kwa hiyo mimi shughuli yangu kwanza ni hapa nyumbani. Nikishamaliza hapa nyumbani ndio tutaenda huko nje. Anasema mdada nikimhitaji nalipa shilingi ngapi? Hela ndogo ya kulipa kwa dada hapa kwetu ni 500,000, ni mkataba wa mwaka mzima. Hiyo ni ndogo kwa dada traditional wa kusubiri wiki 8. Sasa baada ya hapo utaambiwa utaambiwa express inakuwa ni double, ukitaka premium inakuwa ni double. Premium ni siku moja, express ni wiki moja. Sasa huyo ni dada ambaye ni traditional. Smart ana gharama zake, professional ana gharama zake.
Na sisi mikataba yetu sio kwamba tunakupa dada, sisi tunafunga mkataba wa mwaka mmoja, yani tunaita ni ndoa ya mwaka mmoja. Lazima upate experience nzuri. Ukishindwa kuipata kwa huyo dada, akikuzingua tunamuondoa, tunakupa mwingine. Tena wanyooshe. Kuna baadhi ya wafanyakazi wanataka pesa lakini hawana mapenzi na kazi yao. Hiyo ndo kazi, yani hiyo ndo kazi nilionayo sasa. Hiyo ndo kazi haswa nilionayo. Yeah. Anasema 500,000 kwa mwaka. Ndiyo, hiyo ni kwa mwaka au kwa mwezi? No, kwa mwaka, kwa mwaka mzima. Yani kwanza unavyomchukua dada, wiki ya kwanza tunafanya follow up ya kujua mnaendeleaje. Nafikiri mmeona hizo content akifanya Akila. Tuna wiki ya pili, tunauliza wiki ya tatu. Tukifunga mwezi tukaona anaendelea vizuri, sasa tunawasiliana kila mwezi kwamba dada anaendeleaje, ili asije akashusha ubora wake. Sisi tunataka dada anayepandisha ubora, na huko tunakokwenda hatutampa dada kazi bila kuwa na mwongozo, na sio kuwa nao kama picha, kuwa nao na kuyafanya tuliyoyaandika humo. Na haya tuliyoyaandika humo hatujayatunga. Haya tuliyoyaandika humo ni mkusanyiko wa research, utafiti, mambo ambayo mabosi tumekuwa tunaongea nao kwa zaidi ya miaka 15 ya mradi wetu wa Dada Center. Kwa hiyo tunakoelekea huko, dada ambaye atakuwa anapata fursa hapa kwetu lazima awe na mwongozo, na sio tu awe nao, awe ameuelewa vizuri na anaufanyia kazi, ili kila tunapofanya follow up thamani yake iwe inapanda. Lengo ni nini? Akimaliza mkataba wa kwanza aende smart dada, kama alikuwa ni traditional. Kama alikuwa ni smart dada aende professional. Hivyo yani ndio tunataka watu wanaokuwa. Kama alikuwa ni professional, basi awe ni mkurugenzi, CEO. Kama hivi ni karibuni nafikiri nani yangu itatoka sasa. Kutoka dada wa kazi mpaka CEO. Kwa hiyo yani wadada tuwe tunakuwa, sio tunakaa tu kwenye kazi za nyumbani na sisi tunajibrand kama wadada wa kazi ambao hatuna mbele wala nyuma, hatujitambui. Hapana, nimeshaonyesha mfano kwamba dada wa kazi unaweza ukatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na wataka hao ambao wanataka kufanya kazi na mimi kupitia taasisi yangu, na wao waende hivyo hivyo, wajiwekee malengo ya kutoka hatua moja kwenda nyingine. Utualike Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Huwa tunaweka matangazo, tunaalika. Mimi nataka dada, tumia namba zetu za simu kwenye profile yangu, hapo zipo. Piga simu, utapata maelekezo vizuri namna ya kupata dada kwetu. Nilisema ikifika nusu saa, naona okay. Naona dakika haya. Saa 3:34 sasa. Naruhusiwa kuja kwenye nini? Sijaelewa swali lako. Sisi hapa fursa tulizonazo ndio hizi tunazitangaza. Unajiona unaweza kuzifanya kwa taratibu tunazoziweka, unakaribishwa. Yani usiwe ni mtoto miaka kuanzia 10. Hapa tunauza thamani, value. Sio wewe uje tu ukang'ae macho kwenye nyumba za watu. Hapana, hauwezi kutoboa. Hapa lazima uje kijeshi. Yani kwamba wewe umeamua kuingia mzigoni, umeamua kupambania maisha yako, umeamua kuyabadilisha maisha yako. Ukija hivyo hapa unatoboa. Kwa hiyo karibu kama uko tayari kwa hilo. Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Kwa nini unauliza kwamba unaweza kuja? Unaweza ukaja, karibu. 500,000 ni ya ofisi ndani ya contract. Mshahara unamlipa kutokana na makubaliano. Sio makubaliano yapi tena? Mishahara unamlipa kutokana na level ya dada utakayemchukua. Sio makubaliano. Yani hatukupi dada afu nye mkakubaliane mshahara, hapana. Unatulipa service fee yetu, service charge, ambayo ni ya kukuandalia dada, tuliyemtrain, tuliyomwelekeza, tuliyompa guidelines za namna ya kwenda kutoa huduma bora kwako, na tutakayesimamia mwaka mzima. Kwa hiyo hizo ndio gharama zetu sisi. Alafu wewe utakuwa unamlipa mshahara kulingana na kiwango. Kama ni professional utakuwa unamlipa 500,000 yake. Kama ni smart utakuwa unamlipa 300,000 yake. Kama ni traditional pia. Jamani. Haya. Niliaga nikazubaa. Sasa tumegeuka robot.
Haya jamani, mmekuwa mtaptapu huko. Msipo tap skrini zenu, TikTok wanaona sisi ni maroboti. Kwa hiyo skrini inafanyaje? Inafanyaje hii? Ina seize. Hata hivyo niliaga, nilisema tuondoke na dakika 30, sasa hivi ni dakika 37. Kwa hiyo nafikiri nataka kazi dada. Piga simu, namba ziko kwenye profile hapo. Piga simu au tuma message, utaelekezwa utaratibu wa kujiunga na sisi. Wewe unayetaka kuja kwenye workshop zetu, karibu sana, unakaribishwa. Traditional analipwa shingapi? Malaika traditional analipwa 1,500,000 kwa mwezi. Haya, ikifika dakika, basi tuongeze dakika 3 hapo. Ikifika na dakika 40 tuondoke. Tap screen yako ili wasiseme ni maroboti wakatutoa. Kenya pia utanipa? Hapana. Kenya, yani nje ya Tanzania hatupeleki wadada, wala nje ya Tanzania hatupokei wadada. Yani mtu ambaye anataka aje kufanya kazi anatokea nje ya Tanzania, haitawezekana. Mtu ambaye anataka dada lakini yuko nje ya Tanzania pia haitawezekana. For now, focus yetu tumechukua angalau kwanza hapa nyumbani, angalau kwenye jamii yetu. Tubadilishe mitazamo ya wadada wetu wa kazi, kutoa huduma mbovu na hii brandi mbaya walioijenga ya kwamba wadada wa kazi ni vichefuchefu, wadada wa kazi hawajitambui, wadada wa kazi ni yani, of course wapo ambao wanafanya vibaya, lakini tunataka kupitia mradi wetu wa Wadada Center tukabadilishe fikra zao kwamba kazi za nyumbani ni huduma ya kuonyesha uaminifu, uadilifu, uchapakazi, sehemu ambayo Mungu anakupa hatua kama alivyompa Yusufu. Yusufu alikuwa ni mfanyakazi wa nyumbani, lakini Mungu alimuinua kwa sababu alionyesha uaminifu. Hichi ninachokiongea ni cha muhimu zaidi kuliko hiyo. Tayari nimeshasema hatufanyi kazi na watu wa nje ya Tanzania, au hata hatuwapelekei wadada, wala wadada hatuwaajiri. Unataka nijibu nini tena? Unataka nijibu nini? Hatupeleki wadada nje ya nchi, wala hatupokei wadada nje ya nchi. Unataka nijibu kitu gani? Ndani ya Tanzania Kiswahili hakieleweki au unaongea Kichaga? Nimesema hivi, tunafanya kazi ndani ya Tanzania na lengo letu. Kwa nini hatutaki kuenda kujitanua sana? For now, focus yetu sio hela. For now, focus yetu kwanza ni kuhakikisha tunatengeneza misingi imara. Hata nyumba unavyoijenga, ndugu yangu, ukianza tu kuweka mabati, ukaanza kuweka nini, itadondoka. Kwa sasa tunajenga foundation, tunaweka msingi wa hii kazi ili iweze kwenda vizuri, na nyinyi mnayochukua wafanyakazi muweze kufurahia hizi huduma. Ni lazima tuweze kuwa na mindset ambayo iko sawasawa. Fikra ambazo ziko sawasawa ni maadili yanayotokana na neno la Mungu, period. Dada ambaye anataka kuja kutoa huduma, kwanza kabisa awe na hiyo hofu ya Mungu, na hofu ya Mungu maana yake ni mtu ambaye ni mwaminifu, ni mtu ambaye ni mkweli, sio muongo, na ni mtu ambaye ni mchapakazi, anayependa kukua, anayeamini kabisa kwamba hii kazi ya nyumbani kwake ni talanta aliyopewa na Mungu. Kwa hiyo ili aweze kuzidishiwa ni lazima awe mwaminifu kwenye hicho kidogo alichonacho, kwa sababu hiyo ni kanuni ya kimungu, sio ya kibinadamu. Sasa hiyo ndio kazi kubwa tulionayo.